sifa za mwanafunzi. Unataka Roho Mtakatifu akufundishe wewe, ina maana wewe ni mwanafunzi. Sifa zake. Hii namba moja. Anatakiwa awe ni mtu anayependa kujifunza. Cha kwanza. Unatakiwa uwe ni mtu ambaye mwanafunzi awe ni mtu ambaye anapenda kujifunza. Mwanafunzi pia sifa nyingine anatakiwa awe ni mtu wa kutegemea vitu vipya. Wewe si mwanafunzi, na maana unajifunza kitu ambacho ulikuwa awali hukijui. Kwa hiyo uwe unategemea kitu kipya. Wewe hivyo. Amen. Itakuwa kama sio hivyo, na maana wewe utaendelea kuleta ubishi tu. Mimi hiki nilikuwa sijasikia, mimi sidhani kwa sababu ndio ulikuwa hujasikia. Wewe si ni mwanafunzi hapa. Ndio nakupasha kwa mara ya kwanza sasa. Mwanafunzi anatakiwa asiwe ni mtu mwenye kuegemea upande wowote. Kwa mfano, nikija hapa naangalia hapa ni Ark Foundation, ngoja niwasikilize, lakini kule kwetu KKKT ushasema hivyo, basi wewe ufai. Umekuja na la kwako. Mwanafunzi anatakiwa awe neutral, unakuwa katikati, kwa maana sasa hujui kwamba unaenda kupata kitu gani kipya tofauti na kile ambacho wewe ulikijua. Mwanafunzi anatakiwa awe ni mtu mwenye imani na mwalimu. Yaani popote pale unataka kumsikia mtu, wewe kama ni mwanafunzi unataka kumsikia aliyeko mbele yako, lazima uwe na imani naye. Start with uwe na imani naye. Usipokuwa na imani naye, hata mbingu zikishuka hutaweza kumuelewa, kwa maana kila kitu atakachosema wewe utakwenda kuleta utakosoa. Huyu mwanafunzi anatakiwa awe na usikivu mzuri. Biblia inasema kwamba nanyi mtaisikia sauti ya Bwana Mungu wenu kwa bidii na kutunza kutenda. Sasa hiyo ni anakuelekeza usikivu wako vipi. Kija hapa umekaa siku moja kule ulikotoka na usikivu mwingine hapa, wewe basi utaambulia tu. Huyu mwanafunzi pia anatakiwa awe na mawazo chanya, positive thinking. Yani chanya, usiwe na mawazo ya upinzani ya kucrash. Hiki kitu mimi nafikiri no. Natakiwa uwe na mawazo chanya wakati wote. Mwanafunzi wa kiroho anatakiwa awe anamtumania Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mkuu. Amina. Kumbuka wengine walimu wanakuwepo, lakini Roho Mtakatifu anakuwa ni mwalimu mkuu mwenye kufundisha mwanafunzi pamoja na mwalimu. Alafu mwanafunzi kwa kumalizia anatakiwa awe ni mtu mwenye logic. Logic sisi tunaita nini Kiswahili? Logic ina maana mtu mwenye kutumia akili. Anatakiwa ni mtu mwenye kutumia akili, kwamba katika haya yote nitachanganua, ili yakiwepo ya kweli nitachukua, yakiwepo sio nitayaacha. Sio kwamba huyu mwalimu nimemkataa, nachanganua. Amen. Katika kuchanganua, haya naona nitachukua, haya naona hapana.